Karibu kwenye Moyo wa Malezi, mahali tunapogusa mizizi ya familia. Naomba nikuulize swali moja tu. Ni mara ngapi umewahi kuona kama unapambana peke yako kulea watoto? Na ni mara ngapi ambapo mtoto wako au watoto wako wameshuhudia mkisuguana nyinyi wazazi peke yenu kuhusu malezi yao? Leo katika Moyo wa Malezi tunazungumzia jambo moja la msingi sana ambalo ni ushirikiano wa pamoja katika familia. Ambapo tunaamini kwamba familia yenye ushirikiano ndiyo familia ambayo inaweza kulea watoto wenye maadili na watoto wenye msingi, ambao pia hao watoto wanakuja kuwa wazazi bora kesho. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia, kwa ajili ya mahusiano na kwa ajili ya biashara. Unaweza ukatutumia ujumbe au ukatupigia simu kwa namba 0754579224. Karibu na tuanze. Twende tukaone umuhimu wa kushirikiana. Ushirikiano katika familia unavyoweza kuleta mambo mazuri. Karibu na tuanze. Hoja ya kwanza, ushirikiano huleta utulivu wa kihisia kwa mtoto. Mtoto anapoona wazazi wake wanashirikiana, wanaelewana, wanapendana, wana nguvu ya kusaidiana, anakuwa na amani kabisa na anakuwa anajua kwamba dunia yake ni salama kabisa. Lakini mtoto ambaye anaona wazazi wanasuguana, wanavutana, wanashindana, wanabishana kuhusu mambo ya nyumbani, unakuta mtoto anaogopa, kihisia anakuwa anaathirika, kwa sababu anakuwa hana furaha kabisa kuona wazazi wake wakiwa wakigombana. Ushirikiano unamfanya mtoto awe na hisia nzuri, awe salama. Ushirikiano wa wazazi ni blanketi la kumfunika mtoto katika akili yake na kumfanya akue vizuri. Hivyo wazazi, tushirikiane. Kuna nguvu kabisa katika ushirikiano. Wazazi wanapokuwa wanashirikiana, wanawafanya watoto wao wanakuwa na umoja, wanakuwa na upendo, wanakuwa wana amani katika maisha ambayo wanaishi, wanaamini kwamba dunia ni mahali salama. Hoja namba 2, ushirikiano hujenga nidhamu yenye upendo. Wazazi wanapokuwa kitu kimoja, wanamsaidia mtoto kutogawanya mtoto kuwa upande wa baba au mtoto kuwa upande wa mama. Hata pale adhabu zinapokuwa zinatolewa, inaonekana tu kabisa kwamba imetolewa kwa haki na ilikuwa ni katika kuonya. Lakini wazazi wasioshirikiana, mtoto anakuwa upande mmoja. Akiwa upande wa mama, baba akitoa adhabu, mtoto anaona ameonewa. Akiwa upande wa mama au wa baba, mama akitoa adhabu, mtoto anakuwa anaona ameonewa, kwa sababu wazazi wanakuwa washirikiani. Wazazi wenyewe tu wanakuwa wana migogoro. Kwa hiyo ile migogoro yao inaleta tayari utengano, inaleta mipaka. Mtoto anakuwa anaangalia niegemee upande huu, niegemee upande huu. Kwa hiyo pale kwenye swala la malezi inakuwa ni gumu sana. Swala la upendo pia linatoweka. Unakuta ni familia ambao sasa watu wanakuwa hawaelewani. Kila mtu yuko kivyake. Upendo unapotea kabisa, na pale tunakuwa tunawapoteza mwelekeo wa watoto. Hoja namba 3, ushirikiano unaimarisha ndoa. Malezi yanapokuwa sio ya mtu mmoja, inakuwa sio mzigo. Inakuwa sio mzigo ambao amebeba mtu mmoja, kwa sababu wote wawili wanakuwa wanashirikiana katika swala la kulea. Na wanapokuwa wanashirikiana katika swala la kulea, ile sasa upendo unaongezeka. Ndoa inakuwa ni upendo na si ushindani. Lakini familia ambayo haina ushirikiano, yani kila mtu anafanya kivyake, mama ndio mlezi mkuu katika familia au baba peke yake ndiye mlezi mkuu. Na mara nyingi unakuta baba wengi wanakuwa wameacha sana swala la malezi kwa mama peke yake. Kwa hiyo ule mzigo unapomuelemea sana mama, na watoto unakuta wako upande wa mama. Na hapo sasa ndoa hata wakati mwingine inakuwa haina ule uimara zaidi. Mama amebezi tu na watoto wake, baba atafika pale, hakuna mapokezi mazuri, kwa sababu mama yuko tu na watoto wake. Mama amekazana tu ni kwenye shughuli zake za kulea. Jamani, watoto ni mzigo. Kwa hiyo mzigo wa kulea unakuwa umemuelemea mama. Hata ndoa inakuwa haipewi nafasi yake. Kwa hiyo swala la kulea
liwe la watu wote wawili, ambapo itakuwa ni timu moja, na ile timu moja inakuwa inashirikiana kwa pamoja. Timu ikiwa moja, kunakuwa hakuna upinzani, lakini kama timu ni mbili, lazima upinzani unakuwepo, na nani atatafutwa awe mshindi. Na katika kutafuta mshindi, hapo ndipo mambo yanakuwa mabaya. Hoja namba 4, ushirikiano humwandaa mtoto kuwa mshirikiano wa baadaye. Watoto wanaokuwa katika familia ambazo kuna ushirikiano, wazazi wanaelewana, wanashirikiana, ni kitu kimoja, wanasaidizana katika mambo mbalimbali, hasa kwenye mambo ya kulea. Wanamwandaa mtoto hata yeye baadaye kushirikiana atakapokuwa mzima na wenzake. Anakuwa na ule moyo wa kushirikiana na wenzake kazini, kwa sababu nyumbani alikuwa anaona kuna ushirikiano. Anakuwa na ule uwezo wa kushirikiana na mwenza wake pale ambapo atakuwa naye amefikia hatua ya kupata mwenza. Anakuwa anaweza kushirikiana na mwenzake vizuri kwa sababu alianza kuona nyumbani. Kwa hiyo wazazi sisi tuwe mfano wa kuiga. Watoto wetu wanaiga kwa kuona kile ambacho sisi wazazi tunafanya, sio kwa kuwaambia tu. Unakuwa unawaambia watoto ushirikiano ni mzuri, wakati wewe mzazi ushirikiani. Mwisho wa siku watoto wanafanya kile ambacho wanakiona. Kwa hiyo tuwajenge watoto wetu ili kesho yao iwe kesho njema, waje kuwa ni wazazi ambao baadaye wanashirikiana na wenzao kazini, maofisini, kwenye biashara na hata kwenye ndoa zao hapo baadaye. Hoja namba 5, ushirikiano huleta furaha halisi nyumbani. Nyumba yenye ushirikiano ina vicheko, ina nderemo, ina amani, ina upendo. Nyumba yenye ushirikiano sio ile ambayo ni ukuta wa ukimya. Ukikuta nyumba ambayo na ushirikiano, utasikia watu wanacheka, utasikia watu wanafurahi, utasikia watu wanazungumza pamoja, wanabadilishana mawazo. Tukiwalea watoto wetu katika misingi ya ushirikiano, tunawaandaa kuja katika ulimwengu ambao wataifanya dunia kuwa mahali salama, kuwa mahali ambapo pana ushirikiano. Tuwajenge watoto wetu katika misingi ya kushirikiana, ili kesho yao basi iwe kesho njema, ili wasije kuwa mizigo baadaye kwa watu wengine. Kwa sababu huku nyumbani watakuwa wanaona kabisa watu jinsi wanavyoshirikiana. Anaenenda vile ambavyo anaona. Kwa hiyo tuwalee katika misingi ya ushirikiano, watashirikiana. Ushirikiano una nguvu. Ushirikiano una furaha. Pale penye ushirikiano lazima tu utaona watu wanatabasamu. Lakini pale ambapo hakuna ushirikiano, utaona tu ni ndita zimekunjwa, ni watu wana majonzi, ni watu wana hofu na huzuni, kwa sababu ushirikiano hakuna. Majukumu yanakuwa yameelemea upande mmoja, na yakielemea upande mmoja tu tayari kuna shida na dosari zinatokea. Mzazi mwenzangu, mtoto wako hahitaji mzazi mkamilifu. Anahitaji wazazi wanaojali kushirikiana. Hata kama kuna ugomvi, hata kama kuna maumivu, hata kama kuna mapungufu, yale mapungufu yafichwe na yaondolewe, ushirikiano uwekwe kati, ili kusudi mtoto aweze naye kujifunza kushirikiana. Mtoto wako anakuangalia wewe, anakuhitaji wewe zaidi, ili aweze kuiponya dunia hapo baadaye na kufanya dunia iwe mahali salama. Msaidie mtoto wako kwa wewe kushirikiana na mwenzi wako. Msaidie mtoto wako kwa kumuonyesha upendo, kwa kumjenga, ili baadaye aweze kuitengeneza hii dunia na kuifanya mahali ambapo kwake ni salama na kwa wengine ni salama. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Hivyo usisite kushare kwa wazazi wengine pia, ili waweze kujifunza hichi kitu ambacho wewe pia umejifunza. Subscribe na like video yetu. Tuambie pia kwenye comments unashirikiana vipi na mwenzako, na tuambie unatutazama ukiwa wapi. Asante kwa kutazama. Mungu akubariki. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante.